Gavana wa kaunti ya Bungoma Kenneth Lusaka amezuru boma la mzee Jaramogi Oginga Odinga, Kang'o ka Jaramogi, katika kijiji cha Nyamira, eneo bunge la Bondo, kaunti ya Siaya, siku moja tu baada ya Rais mstaafu Uhuru Kenyatta kuzuru kaburi hilo. Anasema aliongoza kundi la wazee wa jamii ya Wabukusu kuenda kutoa heshima zao kwa kaburi la kiongozi wa ODM Raila Odinga. Marehemu Odinga alifariki na kuzikwa siku 3 zilizopita. Kwa mujibu wa Lusaka, leo ndio siku ya ufufuko kulingana na kitabu kitakatifu. Mama na watoto na wenzangu, hii ni timu ya kutoka Bungoma. Ile nimesema tutasema mengi huko. Kuja siku ya 3 is not an accident. Kuja siku ya 3 because even biblically soma Mark inasema kwamba Yesu alifufuka siku ya 3. So we believe that Raila has resurrected today on the 3rd day. Ameenda kule kuja. Katika mila na desturi za jamii ya Wabukusu, moja ya jamii ya Waluya nchini Kenya, kuna taratibu na umuhimu mkubwa unaowekwa katika matendo yanayofuatwa wakati kiongozi au mtu mashuhuri anapofariki dunia. Moja ya desturi hizo ni kuwasilisha ng'ombe kwa boma la marehemu. Hili lina maana na madhumuni kadhaa ya kijamii, kitamaduni na kiroho. Na vile umesema, alikuwa rafiki sana kwa Elijah Masinde, kuanzia kwa Odinga mpaka Raila mwenyewe, na hata ile mausoleum ambayo iko pale ilikuwa na the late Raila Odinga. Tumesema tukuje, the family is here, part of the family wako na sisi, tutawaintroduce tukiwa pamoja. Ng'ombe wanaweza kuletwa kama njia ya jamii kuonyesha heshima kwa kiongozi aliyefariki kwa kutambua mchango wake kwa jamii. Hili ni tendo la kumwenzi marehemu na kuonyesha mshikamano wa kijamii. Kano nyoleyo Elijah wanameme. Kano nyoleyo Mzee Jomo Kenyatta. Kano nyoleyo Martin Shikuku. Taifa la Kenya limepoteza shujaa, yule mtu ambaye alijitolea mhanga akaweka maisha yake on the line, vile wasungu wanasema, ili Kenya pate kukombolewa tena, inaitwa second liberation. Maana yale matumaini yetu sisi wakati tulipata uhuru yalifika mahali yakapotea, ikabidi mashujaa wengine wa ukombozi wajitokeze, na Raila akawa kati ya wale ambao walijitokeza. Katika baadhi ya matukio, ng'ombe hutolewa kama sehemu ya kusaidia familia katika gharama za mazishi au kama sehemu ya vyakula vinavyotumika wakati wa ibada au sherehe za mazishi. Ng'ombe wanaweza pia kutolewa kama kafara ya kitamaduni ya kutuliza roho ya marehemu ili isiwe na hasira au kutatiza jamii. Hii ni imani ya kwamba roho ya marehemu inapaswa kutulizwa kwa heshima ya mwisho. Ndiye amekuwa political leader wa Western. Kwa hivyo hata wakati watu wa Nyanza wanalia kwamba kiongozi wao amekufa, mkumbuke kwamba pia Western kiongozi wetu wa kisiasa amekuwa ni nani? Amekuwa ni Raila Odinga. Lakini ametufunza sisi, tutashikilia hatamu ya uongozi. Wakati yeye ametoka, hakutakuwa na vacuum. Ng'ombe wanaweza pia kutolewa kama kafara ya kitamaduni ya kutuliza roho ya marehemu ili isiwe na ghadhabu au kutatiza jamii. Hii ni imani kwamba roho ya marehemu inapaswa kutulizwa kwa heshima ya mwisho. Kuna wakati ng'ombe hupelekwa kama ishara ya kukubalika kwa mtu anayeweza kuchukua nafasi ya uongozi wa marehemu, iwe ni mtoto, ndugu au jamaa mwingine. Hapa kama majirani, vile tumekuja hapa kama marafiki wa familia ya Odinga. Siku ya leo tumekuja kuomboleza, na tunakumbuka wakati pia tulipata pigo kama hili kama jamii ya Mlembe. Raila alisimama na sisi na familia yake yote ya Jaramogi. Wakati wa Malo kijana aliaga ndugu yangu, siku kama hii Raila alikuja paka kwetu kule Kitale, akaja na Ndume, akaja na viongozi wote wa Nyanza kuomboleza nasi.
Leo tumekuja hapa tukiwa na wazee wetu, tumeongozwa na Council of Elders, kiwemo chairman Richard Volcano ambaye ndiye chairman wa Bukusu Council of Elders, wakiwemo elders wa Luhya Council of Elders, na vile vile tukiwa na waheshimiwa ambao walifanya kazi na Raila. Jamii jirani au wandugu wanaweza kuleta ng'ombe kama ishara ya mshikamano wa familia. Ni njia ya kusema hatuwaachi peke yenu katika wakati huu mgumu. Katika baadhi ya matambiko ya Wabukusu, ng'ombe mweusi hupelekwa kama sehemu ya hulicha, kitendo cha kimila kinachofanywa ili kumaliza rasmi maombolezo au kuondoa balaa lililoletwa na kifo cha mtu muhimu. Hii mara nyingi hufanyika kwa wazee wa jamii waliobobea katika mila. Iwapo kiongozi wa Bukusu atazuru kaburi la kiongozi mashuhuri wa jamii ya Waluo, mila na desturi zinasema nini? Inategemea muktadha wa nia ya ziara. Kama ziara hiyo ni ya kiheshima, kwa mfano kiongozi wa Bukusu amekuwa rafiki, mshirika au mpinzani wa kisiasa wa marehemu, basi jamii nyingi za Kiafrika ikiwemo Waluo huwa hazina pingamizi, mradi kuna nidhamu ya kimila na kibali cha familia. Kama nia ni kisiasa au ya kudumisha urafiki baina ya jamii mbili, inaweza hata kupongezwa na kutumika kama daraja la mshikamano. Felix Wanjala, mtazamo wa Dira, runinga ya Tandao.